Na genge hili linachochewa kwa baadhi ya vijana ambao wanaekewa mabando kutoka Nairobi kutukana viongozi wa chama. Nimejiunga na chama hiki cha Chadema mwaka 2008. Nimeanza uongozi rasmi wa chama hiki 2009 kama katibu wa chama kwenye mkoa wa kichama wa Kinondoni ambao ulikuwa unabeba majimbo ya Kinondoni, Kawe na Ubungo. Nimekuwa katibu kwa kipindi cha awamu mbili na kisha nikaenda kwenye nafasi ya uwenyekiti wa mkoa ambao nafasi hiyo nilionayo mpaka sasa. Lakini pia nimekuwa mwanzilishi wa kanda. Kipindi tunaanzisha kanda nilikuwa katibu wa kanda hii ya Pwani ambayo mwenyekiti wangu alikuwa Mheshimiwa John Mnyika, katibu mkuu wa chama, kabla hatujamwachia Mzee Marandu pamoja na Profesa Safari. Nimeshiriki operation mbalimbali za chama, chaguzi mbalimbali tumezifanya kwenye nchi yetu na zingine zilituletea matatizo. Kama mtakumbuka yale majanga Igunga ambao nilipewa kesi ya ugaidi wakati tunapambana kwa ajili ya kupigania chama kwa ajili ya kushinda chaguzi. Kwa hiyo tumekaa kwenye hiki chama kwa kufanya kazi za chama kwa uaminifu mkubwa sana na tumejitolea kwa jasho, kwa maumivu makubwa sana. Sasa leo imetupasa tuweze kuweza kuzungumza na Watanzania wenzetu kwa hali inayoendelea ndani ya chama chetu. Chama chetu kwa sasa ni kama kimepoteza mwelekeo. Kimepoteza mwelekeo wa kiuongozi, kimepoteza mwelekeo ya kutokuvumiliana, demokrasia hamna. Na haya yote yaliletwa baada ya sisi G55 kutaka kutoa maoni yetu ndani ya chama namna ya kuendea hii no reform no election. Tulikutana baadhi, na mimi ndio muasisi pamoja na mwenzangu Asenga na Mgonja ambaye alikuwa mwenyekiti wa mkoa wa Kilimanjaro. Kwa sisi ndio waasisi wa G55 kwamba tunapo katibu mkuu ametuita, katibu mkuu anataka kwenda kuongea na sisi namna gani bora tunajadiliana ya kusukuma no reforms no election kwenye majimbo yetu tunaotoka. Maana mimi nilikuwa mgombea ubunge wa jimbo la Mwanga 2015 na 2020 pia. Kwa hiyo tukakutana tukasema tunapoenda hebu tujadili kwanza tunaenda kushauri chama kitu gani. Kwa hiyo tukatengeneza kundi la group la WhatsApp kwa ajili ya kupanga na mambo kwa uwazi kabisa. Kwa hiyo tukakubaliana kwamba kwanza tutakapokwenda pale sio wote tutakaoongea. Bora tuandike mawazo yetu kwa pamoja, alafu tuweke kwa pamoja, tuweke saini zetu, tupeleke kwa ofisi ya katibu mkuu. Na tukafanya hayo mambo vizuri kabisa. Tukashauri chama kwamba chama kisijitoe kwenye uchaguzi, tukaandika madhara ya chama kujitoa kwenye uchaguzi. Tukaandika madhara ya chama kisipoenda kwenye uchaguzi, madhara yatakuwa makubwa kiasi gani. Tukawaambia na faida za chama kwenda kwenye uchaguzi zitakuwa ni faida zipi. Na tukawaeleza kwamba kama mnataka kuzuia uchaguzi, huo mkakati wa kuzuia uchaguzi, uwezi kuzuia uchaguzi uko nje ya uchaguzi. Wakatueleza, mimi binafsi nikaongea na katibu mkuu, akaniuliza kileo mkakati wenu ulikuwa ni upi? Nikamwambia katibu mkuu, hamkutaka kutusikiliza. Tunapaswa kwenda kwenye uchaguzi, kama ni kuanza kuzuia uchaguzi, tuanze kuzuia uchaguzi ndani ya vituo vya kupigia kura tukiwa na mawakala mbalimbali. Nikamwambia tunavama 19, Chadema ni ya 19. Kwa hiyo tukienda kwenye uchaguzi tukapata vyama ambavyo vinatuunga mkono vikatusaidia tukapata mawakala 8 9 na Chadema ikawa ni chama cha 10, tukawa tuna mawakala 10 kwenye kila kituo cha kupigia kura. Ikawa ni project ya chama kwamba tunapeleka mawakala 10 kwenye kila kituo. Siku ya kupiga kura, wakati wanakuja kituoni wale maafisa uchaguzi, sisi tunalianzishia pale, uchaguzi utakuwa umevurugika na tutakuwa tumefanikiwa kuzuia uchaguzi. Mbona hamkutuambia mapema? Hatukuambia mapema kwa sababu hamkutaka kutusikiliza. Mngetuita baada ya kupokea waraka wetu, mkatusikiliza, mngetumia waraka wetu vizuri, tungeenda kufanikisha ili jambo. Lakini wenzetu wakatupuuza
na wakaanza kutupa majina mbalimbali, majina ya uongo, majina ya usaliti, majina ya kutumika. Sasa tukamwambia ndugu zetu, kama ni usaliti, kama mnasema tumepinga maamuzi ya chama, hapo nyuma mbona aliyekuwa makamu mwenyekiti ambao ni mwenyekiti kwa sasa, mbona yeye ndio wa kwanza alikwenda majukwani kupinga swala la maridhiano, ambao maridhiano tuliyapitisha kwenye vikao halali vya chama, tulipitisha kwenye kamati kuu, tukapitisha kwenye baraza kuu, lakini wao wakiongozwa na makamu mwenyekiti ambao ni mwenyekiti kwa sasa pamoja na wajumbe wengine wa kamati kuu, wakaenda hadharani kukinanga chama na kutukana viongozi wenzao, lakini hawakuchukua hatua zote zile. Sasa hivi sisi kwa sababu tumekuwa na opinion tofauti, tunaletea mkakati wa kufukuzwa na matawi kinyume kabisa na katiba ya chama. Matawi yanatumika kufukuza viongozi, yani tawi linamfukuza mwenyekiti wa mkoa, tawi linamfukuza kiongozi wa kanda, tawi linamfukuza kiongozi wa jimbo, kitu ambacho sio sahihi kwenye katiba yetu. Na tukawaeleza huu mkakati mnaoenda nao, iko siku mtamka asubuhi mtakuta mwenyekiti wa chama taifa amefukuzwa wanachama. Ili jambo litaishia tu kwa watu ambao hampendi mawazo yao. Sasa kumekuwa na hiyo sintofahamu kubwa sana, kumekuwa na huo mvutano mkubwa sana ambao umeendelea kwenye chama hiki. Na chama hiki kilitengenezwa, watu walikuwa wanapendana, watu walikuwa wanasaidiana kwenye shida na raha kwa kupitia vyombo mbalimbali kama Chadema Family, Zengo, nini. Lakini sasa hivi kuna mpasuko wa ajabu sana ndani ya chama hiki, na chuki imekuwa ni kubwa mno. Na hii chuki na mpasuko unaendelezwa na viongozi wakuu wa chama, wajumbe wa kamati kuu, baadhi wanainjinia huu kuendelea mpasuko, wanainjinia kupiga simu kwenye matawi ili watu wafukuzwe. Kwa hiyo tunasema hiki chama kilikuwepo kwa ajili ya matumaini wa Tanzania, kuwasaidia wa Tanzania. Hiki chama hakipo kwa ajili ya kukifurahisha kikundi cha watu wachache, genge ambalo limetengenezwa kwa ajili ya kuharibu chama. Na genge hili linachochewa kwa baadhi ya vijana ambao wanaekewa mabando kutoka Nairobi kutukana viongozi wa chama, kuwapa kasi viongozi wa chama. Hata mkienda kwenye mitandao kama X wapi huko, mtakutana na jinsi matusi yanaorushiwa viongozi, hata viongozi wa staafu wa chama hiki. Sasa unaangalia hii ndio Chadema ambayo mimi nilikuwa naishi. Hii ndio Chadema ambayo ndio msingi wake mkuu ulinishawishi mimi kuingia. Unajikuta kabisa niko sehemu ambayo sio sahihi kwa kipindi hiki. Kwa hiyo nimejitafakari sana mimi kama Henry John Kileo, kama mwenyekiti wa mkoa wa Kinondoni, lakini kama vile mtiania wa ubunge na ambao nilikuwa nafanya ulezi kwenye jimbo la Mwanga na wananchi wangu wa Mwanga. Nimezungumza na wananchi wangu wa Mwanga, maana nimetafakari. Kwa hiyo nikaanza kuwasiliana na viongozi wangu wa Mwanga, wa kata, wa jimbo na kwenye matawi. Tukakubaliana kwamba mkuu, kama unaona moyo wako ama ile dhana iliyokupelekea wewe kujiunga na chama hiko unaona haipo, ni bora ukaondoka ukatafuta jukwaa lingine la kisiasa. Kwa hiyo mimi leo natangaza rasmi kwamba nimejivua uwanachama wangu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Kwa hiyo toka sasa hivi ninavyoongea hapa sio tena mwanachama wa Chadema. Kwa hiyo nyadhifa zangu zote zinakoma kwenye chama hiki, na nimefanya hivyo kwa ajili ya kwenda kutafuta jukwaa lingine la kisiasa, kwenda kuwatumikia wananchi wa jimbo la Mwanga. Na nina uhakika kwamba jukwaa nitakalolipata nitaweza kulitumia vizuri, kwa sababu mimi ni mzoefu, nimeshiriki chaguzi mbili, najua namna ya kupambana. Mapambano hayakimbiwi. Kama tuliweza kuiondoa CCM kwenye kuiba kura, sasa hivi CCM imeenda kwenye kupora process nzima ya uchaguzi. Ninaamini hata hii process ya uchaguzi tunaweza kuzuia isiporwe. Kwa hiyo mimi ni mtu wa kupambana. Kwa hiyo nimejiridhisha vya kutosha kwamba nifanye maamuzi ya kutafuta jukwaa lingine ambalo sio CCM, lakini nitawatangazia wananchi wangu wa Mwanga kwamba naenda kwenye jukwaa gani kwa ajili ya kuendelea kupigania kile ambacho tumekuwa tukikipigania. Na niwaambie yani hatuendi kuanza upya. Yani kama kuna mtu anajidanganya kwamba tunaenda kuanza upya, huyo mtu atakuwa anajidanganya sana. Yani tunachokifanya ni kubadili tu majukwaa. Watu ni wale wale, watabadilika, wataenda kwenye majukwaa mengine. Leo ukiniambia
watu wangu wa Mwanga hawatabadilika kwenda kwenye jukwaa naloenda mimi, nitakuona mtu ajabu sana, maana Chadema pale Mwanga ilikuwa haipo. Mimi nimejenga Chadema pale Mwanga kuanzia 2011, na hakuna mwanasiasa anayejenga taasisi asijenge yeye. Lazima unapojenga taasisi na wewe ujijenge kisiasa. Kwa hiyo mimi pale nimeweka mizizi. Kwa hiyo niko tayari kwa mapambano, na nawatakia ndugu zangu Chadema kila laheri. Mwenyezi Mungu akiwabariki. Kama watakuja kwenye uchaguzi, tutakutana kwenye majukwaa ya kisiasa. Lakini kuanzia sasa sio tena mwanachama Chadema, ninatafuta jukwaa lingine. Asanteni, Mwenyezi Mungu awabariki.